Kwa hiyo ndio maana tunaendelea na utekelezaji ule wa mradi wa 758. Kwa hiyo nikijikita kwenye mradi wa 758, huu mradi ulisainiwa mwaka 2023 Mei, na ni mradi unatekelezwa kwa miaka miwili, unapaswa kukamilika mwezi Mei 2025, kwa miezi mmoja na kitu au miwili ijayo. Kwenye mradi huu vijiji 1407 vitanufaika kwa kupata huduma za mawasiliano. Kata 713 zitanufaika, na wilaya zote 127 zimeguswa, na mikoa yote 26 ya Tanzania bara inafikiwa na mradi huo. Na jumla na wananchi, idadi ya wananchi ambayo watanufaika ni 8.5 milioni. Kwa hiyo angalia, kuna wananchi wengi bado hawana huduma za mawasiliano. Na ruzuku ambayo serikali imetoa ni kiasi cha shilingi bilioni 126. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kwa mapenzi makubwa aliamua kwamba wananchi wote wapate huduma za mawasiliano. Kwa hiyo akaelekeza itengwe ruzuku ya bilioni 126 kwa ajili ya kuwasaidia watu wa huduma kwenye ujenzi wa mawasiliano kwenye maeneo ya vijijini. Na nitaomba niainishe kila mkoa unapata minara mingapi, ili wananchi wanaotusikiliza katika kila mkoa wajue kwenye mkoa wao serikali imepeleka minara mingapi. Nikianza na mkoa wa Arusha unapata minara 30, mkoa wa Dodoma minara 37, Dar es Salaam minara 6, Geita 16, Iringa 23, Kagera 44, Katavi 15, Kigoma 8, Kilimanjaro 39, Lindi 45, Manyara 32, Mara 29, Mbeya 8, Morogoro 71, Mtwara 36, Mwanza 17, Njombe 15, Pwani 50, Rukwa 17, Ruvuma 20, Shinyanga 30 na Simiu 24, Singida 33, Songwe 17, Tabora minara 50 na Tanga minara 47. Kwa ukijumlisha unapata jumla ya minara 758. Utekelezaji mpaka sasa minara tayari 430 imeshajengwa, imekamilika na inatoa huduma kwa wananchi. Sambamba na mradi huo kulikuwa kuna mradi wa kuongeza nguvu minara ambayo tayari ilikuwa imeshajengwa. Kwa hiyo kuna kuongeza nguvu minara 304. Kwa serikali itoa ruzuku kwa ajili ya watu wa huduma waipandishe hadhi ile minara kutoka kwenye kizazi cha pili kwenda kizazi cha 3, cha 4 na kuendelea. Na kama wengi tunavyojua, ukiwa na 2G hauwezi ukaperuzi. Kwa hiyo serikali iliona ili kila Mtanzania aweze vile vile kupata internet, kwa kuwa kuna haja ya kuboresha ile minara. Kwa minara 304 imefanyiwa kazi, imekamilika, na sasa hivi inatoa huduma za kuanzia kizazi cha 3 na kuendelea. Kwa hiyo wananchi wa maeneo yale wanapata huduma za internet, wanaperuzi, na kama tunavyojua kwa dunia ya sasa ya kisasa unahitaji kuwa na internet ili uweze kujua taarifa mbalimbali za masoko, za biashara, za elimu. Kwa sasa hivi wananchi wa maeneo hayo wanapata huduma hizo. Na ruzuku ambayo serikali ilitoa ni kiasi cha shilingi bilioni 5.5 kimetumika katika kuongeza nguvu ya minara hiyo 304.